asifiwe. Yes, utukufu kwake Bwana wa majeshi. Tunashukuru kwa sababu ya ibada siku ya leo, na neno lake Bwana limekuwa la baraka kwetu. Tumebarikiwa, tumeinuliwa, na sasa tunamtukuza yeye Yesu Mungu. Kwa dakika chache ningependa kuleta ushauri kwenu watazamaji na wasikilizaji wa channel hii, ya kwamba Mungu ni yule yule aliyekuwa na mababu zetu na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bado Mungu hajabadilika. Ni majira ndiyo yanabadilika, siku zinabadilika, lakini bado Mungu ni yule yule. Alivyokuwa ana uwezo wa kuachilia baraka kwa watumishi wake, kama vile alivyobariki Ibrahimu, akaja akabariki Isaka, akaja akabariki Yakobo, vivyo hivyo ndivyo ambavyo Mungu wetu anahitaji kutubariki na sisi. Shida yetu kubwa kama wanadamu imechangiwa na mambo kadhaa ya kiulimwengu, na ndiyo maana kila siku na baada ya nyingine unajipata kwamba watu tunapiga magoti tunaomba, lakini hakuna majibu. Ni kwa sababu ya matendo yetu, mawazo yetu na fikra potovu za dunia hii. Hizo peke yake ndizo ambazo zimetufanya nguvu ya Mungu ndani yetu ilikuja na kuondokea. Bwana asifiwe. Endapo mwanadamu atakuwa na nguvu, atapata maarifa na uwezo katika maisha yake na kuweza kubadili mienendo na tabia za dunia hii. Maana Biblia inatuambia kwamba yeye ameketi katika kiti chake cha enzi kule juu mbinguni, na anatazama chini kuchungulia kama atapata mtu atakayeweza kutenda kazi pamoja naye. Katika kitabu cha Zaburi. Na kama yeye anatafuta mtu atakayefanya kazi na yeye. Watu tuko wengi tunaohitaji hiyo kazi ya Mungu, lakini matendo yetu na fikra zetu ndizo ambazo zimetufanya tumetoweka kwenye hiyo laini ya kiungu. Hivyo wapendwa, ningewaomba tu jioni ya leo, watazamaji wangu kwenye hii channel na wasikilizaji wangu pia, tubadili mienendo yetu, tubadili mawazo yetu, na tukifanya hivyo Mungu atakuwa pamoja nasi. Kama mwanadamu anaweza sahau mambo ya dunia hii na kumgeukia huyu Mungu, ya kwamba chochote anachokifanya katika hii dunia lazima atafanikiwa. Na wakati mwingi mtu anaweza fikiria katika maisha yake na akaona kwake yeye kuna mambo ambayo anaweza kuyatenda maishani mwa mwanadamu kinyume na mpangilio ya Mungu. Hiyo ndiyo maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo 31:29 inasema hivi: nao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akasema, ujihadhari sana, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Biblia katika kitabu cha Mwanzo 31:29 inatuambia ya kwamba Yakobo alifanya kazi katika nyumba ya Labani, kisha dakika za mwisho akaona anadhulumika, akaamua atoroke. Ndipo hapo Labani akafikiria akasema, huyu mtu hawezi nichezea akili mimi. Na wakati alipokuwa amepanga jinsi vile atakavyoenda kumshika na weza kumuumiza ama labda kumtenda mambo mabaya Yakobo, Mungu akamjilia katika ndoto akamwambia, huyo ni mpako mafuta wangu na nisingehitaji kabisa kama utaenda kumgusa. Hiyo tahadhari ikaja juu yake, na wakati alipokutana na Yakobo akamwambia, ni vile Mungu wako amekuja akanikanya, lakini kuna kitu nilikuwa nimepanga kukufanyia. Hivyo upendwa, hawa watu hapa duniani kuna mawazo wako nao juu yetu. Watu hapa duniani kuna matendo ambayo wanayawaza kuyatenda juu yetu, lakini Mungu wetu anatuokoa. Amen.
Mgeukie huyu Mungu, mtumikie huyu Mungu, muombe huyu Mungu, muishie huyu Mungu na utabarikiwa. Barikiwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwaherini.